kwa namna ambavyo amekuwa akiishi hapa bungeni, anaonekana mtu wa kawaida. Mbunge wa Tarime Vijijini Mwita Waitara amesema watu wengi wameshtushwa na uteuzi huu wa makamu wa rais kwa sababu amekuwa kiongozi wa kawaida asiyejikweza na anayeishi na watu kwa ukaribu. Kwa wabunge kupata makamu wa rais anayeelewa changamoto za majimbo na mzigo wa uwakilishi ni jambo la kufariji na kuleta matumaini makubwa. Uamuzi huu unatoa fundisho kwa kila aliye na dhamana serikalini, kwenye chama na utumishi wa umma kwamba nafasi zote ni fursa ya kuwatumikia Watanzania kwa matokeo chanya, na yeyote anayepewa dhamana lazima akae na aenee kwenye jukumu lake kikamilifu. John Pombe Magufuli alikuwa rais. Walipotoka hapa, Mheshimiwa Majaliwa, Kassim Majaliwa alikuwa naibu waziri. Na watu walizoea kwamba mawaziri wakuu ni watu senior, labda umri umeenda sana. Lakini surprise alipokuja hapa akamteua Majaliwa kutoka nafasi ya naibu waziri kuwa waziri mkuu. Kwa hiyo na hili ni kuonyesha kwamba zama zinabadilika, na bahati nzuri swala la uteuzi, katiba inasema atakaye mpendekeza mtu ambaye atakuja kudhibitisha bunge ni Mheshimiwa Rais. Sasa Mheshimiwa Rais macho yake anamuonyesha kwa sasa mtu ambaye anamuona anaweza kumsaidia nafasi ya makamu wa rais, Mheshimiwa Ndejembi. Kwa hiyo na kesho anaweza kaja mtu mwingine. Kwa hiyo ni kuona tu kwamba mambo haya yanabadilika, tusiishi kwa kukariri. Leo anaweza kuwa fulani, kesho akawa mtu mwingine kwa namna hiyo. Umezungumzia mambo ya usini. Tulizoea kuona kwamba kwenye nafasi hizi wanachaguliwa watu wenye umri wa miaka kuanzia 50 kwenda juu, lakini hii imeonekana sasa ametoka mtu mwenye umri wa miaka 43. Kwa future unaionaje kisiasa? Nirudia kwamba mimi wasiishi kwa kukariri, kwa sababu kama ni usini, mimi pia na umri mkubwa hapa lakini mbunge wa kawaida. Kwa hiyo siwezi kushangaa, ni huduma wakati wangu, wamekuja watu wengine. Ndio nasema kwamba kwa mujibu wa katiba yetu mamlaka hizi huwa huchukui wewe. Yani kwamba anapanga niwe fulani, hapana. Mamlaka hizi zina utaratibu wake. Kwa mfano swala la mawaziri, Mheshimiwa Rais anateua kushauri wasaidizi wake. Nafasi kama imetokea ya kujiuzuru au kufa, inakuwa pia rais anapewa nafasi ya kuteua. Sasa anayeteua ndio ameona kwamba kwa sasa anayemfaa zaidi au anaona atamsaidia nafasi hiyo kwa namna anavyoona yeye ndio huyo aliyekuja kwa sasa. Kwa hiyo swala la umri hapa liswepo. Nimeshauri kwamba hao wapokee Ndejembi kama ndio makamu wa rais, wataleta jina, tutathibitisha na kazi iendelee. Mimi kwangu muhimu sio umri wa mtu. Kuna watu wana umri wa miaka 30, miaka 40. Dr. Emre Nisame amekuwa katibu mkuu wa Umoja wa Afrika, sio? Akiwa na miaka 30. Mwalimu Nyerere alikuwa mwanaharakati na kutafuta uhuru miaka 30, early 30s. Na amekuwa rais wa nchi yake umri mdogo. Kwa hiyo sio jambo la ajabu. Muhimu ni kwamba amepata nafasi. Sisi tumuombee, tumpe ushirikiano, apate busara, apate hekima, ajue zama hizi zimebadilika pia. Kama hivyo na yeye umri wake ni mdogo, tunatarajia kwamba atachapa kazi kwa umri wake, kazi iliyotukuka bila kuchoka, akiendelea kwa sababu matamanio ya Tanzania sasa ni kitu gani. Hilo jambo la msingi. Ndejembi ni kijana na tunamfahamu vizuri. Ulivyosikia Ndejembi kitabia na maisha yake ulivyomfahamu, nini kiliingia kichwani mwako? Watu wengi kwanza walishtuka, na katika mahali ambapo watu wamepigwa chenga ya mwili ni kwenye uteuzi wa Ndejembi kuwa makamu wa rais, kwa sababu kwanza watu wengi walikuwa hawafikirii kwamba anaweza kupata nafasi hiyo. Lakini pia kwa namna ambavyo amekuwa akiishi hapa bungeni, anaonekana mtu wa kawaida. Kwa watu wengi wameshtuka kwa umri, kama nilivyosema, wameshtuka kama ameweza kupata nafasi kubwa katika umri huo, lakini pia wamefurahi kwa sababu ni mtu ambaye ameshinda katika maisha ya kawaida. Sio mtu wa kujikweza, sio tumekaa hapa tunaongea kwa kawaida, amefika mpaka nyumbani kwake, mnazungumza, mnapigana simu, mnazungumza mambo ya wizara yake alikuwa anasimamia, anakushauri fanya ikifanya hiki. Sio mtu ambaye sisi kama mbunge tunapenda kupata mtu ambaye pia mwenzetu. Huyu ni mbunge wa jimbo. Hata kwa makamu wa rais anafahamu kwamba wabunge hapa wana changamoto majimboni. Wabunge hapa wanahitaji hiki. Mbunge anapolalamikia jambo anajua pia na yeye amebeba mzigo huu, anajua msalaba unalipo zito kiasi gani. Kwa hiyo sisi tunaona jambo zuri sana. Nzuri ambalo tunapata. Katika moja ya jumbe ambazo kwenye barua ambayo aliandika makamu wa rais ambaye amejiuzuru, alisema mimi ni kile changu, na hii pia tupe fundisho kwamba lolote linaweza kutokea wakati wote. Kwa watu wale ambao wana nafasi ndani ya serikali, iwe ni kwenye baraza la mawaziri, iwe kwenye nafasi ya chama, lakini pia hata na watumishi wa umma kwenye nafasi za kimtendaji, hata kama itakuwa ni kwenye halmashauri au wizara yote ile,
Sisi tunachohimiza ni kwamba mtu yote ambaye anapata nafasi anafanya kazi kwa niaba ya Tanzania, matarajio ni kwamba achape kazi, afanye kazi kwa weledi na watu waone matokeo. Sasa kama hatuwezi kuona matokeo yake ni kufanya mabadiliko na kulalamika, kitu ambacho tumesigibana kitokee. Kwa hiyo maana yake ni ujumbe kwamba kila mtu kwa nafasi yake akae na enee kwenye kiti chake.